Sasa hao machawa nataka niwaambie tumepewa license ya kudili nao. Na nitawafundisha live bila kukwepa jinsi tutakavyotakiwa kuwafanyia. Lakini kumbuka vita vyetu sio juu ya damu na nyama. Ndio maana tumekusanyika hapa. There is a prayer tutafanya. Na kuna matendo pia tutayafanya. Machawa hawafai kwenye jamii. Uchawa ni sawasawa na uchawi. Na angalia Mithali 25 mstari wa 5. Mithali 25 mstari wa 5. Anza Kiswahili. Angalia. Muondoeni asiye haki mbele ya mfalme, na kiti chake cha enzi kitadhibitika katika haki. Unakumbuka huyu mtu anasema muondoeni. Kwetu tunaambiwa ni yule anajipeleka kimbele mbele. Nenda kwenye God's word utaelewa vizuri. Take the wicked person away from the presence of a king, and the justice will make the throne secure. Anasema hawa wakiwepo there is no justice. Biblia inasema tufanyeje? Take a wicked person away. This is not good. Ni ya kwetu. So inatakiwa tunaangalia sisi kwamba mtawala iwe ni kwenye ofisi yako. Ninapoongea hivi angalia hata kwenye ofisi yenu. Kwamba kuna watu wamemzunguka yule mtawala na wanampotosha kwa maneno yao ya uongo, kwa maneno yao ya hila. Biblia sema remove them. Na how are we going to remove them? I'm going to tell you tonight. We have to do something watoke. Na ukitaka kujua ni watu gani hao, unaenda mstari wa 6. Angalia mstari wa 6. Ndio hao. Tushaona mstari wa 6. Angalia mstari wa 6. Mstari wa 6 tunajua watu gani anasema tuwaondoe. Mstari wa 5 anasema tuwaondoe. Mstari wa 6 unazungumza wanachokifanya. Do not brag about yourself in front of the king, or stand in the spot that belongs to a notable people. Hao ndio watu ambao wanaenda kwenye vyeo, wanaenda kwenye watu wa hali ya juu. Biblia sema hao watu wanaojipendekeza kwenda pale, Biblia sema take them away. So mnapokuwa mnaangalia kwenye jamii, tuna watu ambao wanakaa karibu na viti vikubwa, ambao wana ujinga mwingi, hatutaki kuangalia na kuacha. Biblia inasema take them away. Katika siasa za ukombozi, sizungumzi siasa za udalali. Kwenye siasa za ukombozi, siasa za udalali sio za ukombozi. Kwenye siasa za ukombozi, kukamatwa na kushtakiwa mahakamani ni kuvikwa taji la dhahabu. Okay? Ngoja nieleze hii. Julius Nyerere, na mara nyingi hatufahamu historia yetu. Nani alikuwa Mtanganyika wa kwanza kupatikana na hatia ya kosa linaloitwa uchochezi? Julius Nyerere. Hiyo kesi ya Julius Nyerere ya mwaka 58, yeye na mhariri wa tano anaitwa Robert Makanga wa gazeti la Tano, na mhariri wa gazeti la Mwafrika anaitwa Rashid Bardel, alikuja kuwa mbunge. Hiyo ilikuwa kesi ilimpaisha Nyerere beyond measure. Kesi ya Julius Nyerere, patikana na hatia ya uchochezi, kaambiwa afungwe miezi 6 au aende jela. Na aende jela miezi 6 au alipe shilingi 358 hazikuwa chache. Sawa. Na ukifikiria nani mwingine wao anayetuzunguka wa nchi zetu ambaye hakwenda gerezani? Kaunda alienda gerezani, Mugabe alienda gerezani, na Mujoma alienda gerezani, Kenyatta alienda gerezani miaka 9. Alipotoka gerezani straight Lancaster House kwenda kujadiliana uhuru. Nyie mnasema hivi ni uhaini, uasi, kwa hiyo tutafungwa. Si uasi. That is the way to freedom. Vikao vinavyokwenda kuchuja watu, vinavyokwenda kuchuja wagombea, wakatende haki. Wakatende haki. Anayefaa aambiwe anafaa, asiyefaa tuseme huyu ana kasoro 1, 2, 3, hatufai kwa huko mbele tunakokwenda. Tukitoa mwanya, ndugu zangu, tukipitisha wanaotafuta tu na mie ni wemo, ndio tunapata wale wanaokwenda huko, chama kinakuwa Gwajimanized. Kwa hiyo kwa vovote vile
Tusigwajima na hizi chama chetu, magwajima tuyaache nje. Hamna kuoneana aibu wala haya. Siku zote unapowaza kuhusu ushindi wa kisiasa kwenye smart power, unawaza ushindi wa kisiasa, waza pia ushinde kwa namna ambayo utakuwa na urahisi wa kutawala nchi ili kuwaletea watu maendeleo. Usiwaze kushinda tu, alafu baada ya kushinda hauwazi kuhusu nchi itakuwaje, watu watakuwa wamegawanyika. Polisi hawa vyombo vya dola hivi, nataka kuambia vyombo vya dola tena, tukiingia kwenye uchaguzi tukafanya wakati wengine hawamo, ninyi tena vyombo vya dola tena mtapata kazi tena. Sio sisi wanasiasa. Mtapata kazi kukimbizana na watu. Leo wameandamana huku umewapiga, kesho wameandamana umewapiga, mtakuwa hamlali tena. Sasa kwa nini vyombo vya dola viache kulala? Kwa nini vyombo vya dola viwe na kazi ya miaka 5 ya kukimbizana na watu ambao hawakuingia kwenye uchaguzi kwa sababu ya reform chache ambazo tungezifanya? Mimi nashauri sana, mtu yoyote anayeipenda nchi, kuna mapenzi kwa chama chako, kuna mapenzi kwa nchi. Nchi inaanza kwanza, vyama na mambo mengine yanafuata. We don't want after election we have a broken country, kwamba hatuwezi hata kusalimiana. Ningependa sana baada ya uchaguzi tuwe na nchi iliyo pamoja. Sasa nataka niseme, nimekihama Chama cha Mapinduzi, na nataka nije kabisa kuambia kwamba nimekihama Chama cha Mapinduzi kwa sababu chama hiki kimepoteza msingi wake. Chama hiki kimepoteza uelekeo. Chama hiki kina watu ambao si waumini wa waasisi waanzilishi wa chama hicho, Mwalimu Julius Kambarage Nyerere pamoja na Abedi Sheikh Amani Karume. Walikataa dhuluma, walikataa upendeleo, walikataa rushwa, walikataa ufisadi, walikataza uonevu. Leo chama hiki kimekuwa chama cha waonevu, chama cha dhuluma. Wananchi wanadhulumiwa usiku na mchana. Wananchi wao na viongozi wao wanapojitokeza kuwapigania wanafukuzwa. Leo kijana wenu nimefukuzwa ubunge kwa sababu ya kuwapigania wanakisesa, kwa sababu ya kuwapigania Watanzania. Ndio maana nimefukuzwa ubunge. Ndio mimi nimepelekwa kule tuchape kazi, lakini mbona kazi haifanyiki? Kila ukishauri hawatekelezi, ukishauri. Mwingine mnafanya kwa mafanikio makubwa, lakini yangekuwa kifani kama walikuwa wanatekeleza kutoka nyumbani. Kikero mabalozi wote wanaijua. Tukatoka hapo nikapelekwa Cuba. Tunapata kitu fulani kizuri, lakini nasema kama wangekuwa wanasikiliza nyumbani tungekuwa na mafanikio kifani. Wanafanya kazi hizi vikwazo nyumbani ya nchi, kwa nini haini kama inavyotakiwa kuwa? Hamna vikwazo. Hata nimekusanya 2021 mpaka kipindi tunafika sasa, bado vikwazo. Na unafuatilia of course nyumbani, unasikia mambo yanaendelea, unajua bandari, unajua sijui watu wanatekwa, watu wanauliwa. Sasa hivi ni Tanzania, kwani wanafanya vitu hivi nyumbani? I think mimi watu wanijui. Mimi nikisha make commitment, nisha make commitment ya kwamba nitawasaidia Watanzania wa focus kwenye nchi yao, wa focus kwenye uchaguzi kipindi hiki.
unastaki kwa distract na vitu na mambo ya umbea and all that. And yes, naweza kuwa discourage kiasi, labda nikawa na siposti sana au nikawa siongee sana, but one thing I'm not going to do kipindi hiki, yani siendi kuwasaidia CCM kwa distract Tanzania kufuatilia umbea na sio kufuatilia nchi yao. Mwaka 2025 uliingia katika historia ya Tanzania kama kipindi cha misukosuko mikubwa ya kisiasa, kijamii na kiusalama. Matukio yaliyotokea yaligawa maoni ya wananchi katika makundi mawili makuu: wale wanaoona kuwa serikali ilichukua hatua sahihi kulinda amani na usalama wa taifa, na wale wanaoamini kuwa hatua hizo zilidhoofisha demokrasia na haki za msingi. Sasa huwezi kukuja kuforcewa na mtu yote kwamba upende CCM au upende sijui CT. Ni damu yako mwenyewe na ni za yako mwenyewe, kwa akili zako timamu unaipenda chama chako ambao unaitaka kama mwenyewe. Kama mimi. Makala haya yanatetea hoja kuwa licha ya madai ya kulinda amani, matukio ya mwaka 2025 yalionyesha zaidi udhaifu wa misingi ya kidemokrasia, huku ikijadili na kujibu hoja pinzani zinazotolewa. Lakini nasema hivi ndio this big brain alikuwa hatishwi na hoja zikitoka anasema lazima zijibiwe. Hoja haipigwi rungu. Hoja inashindwa na hoja iliyo bora zaidi ya ile iliyotoka. Hoja kuu ya upande unaokosoa matukio mwaka 2025 ni kukamatwa kwa kiongozi wa upinzani Tundu Antipas Lissu na kushtakiwa kwa tuhuma za uhaini. Nimekuja, tumefanya mkutano wa amani. Hebu nisikilize basi. Tumefanya mkutano wa amani hapa. Tumefanya mkutano wa amani. Naelewana? Sasa amesema nisiingie kwenye gari. Amna. Si tunakatazwa kuingia kwenye gari? Atalala hapa. Shida iko wapi? Talala. Wakosoaji wanaona kuwa hatua hiyo ilitafsiriwa kisiasa zaidi kuliko kisheria na ilizua hofu miongoni mwa wanasiasa na wananchi waliokuwa na mitazamo tofauti. Na leo tulikuwa tuna shauri ambalo alikuwa anaendelea kujitetea mwenyewe, lakini sisi kama maofisa wa mahakama lazima tuwepo kuangalia ni namna gani shauri hili linaendeshwa. Kwa hiyo tulikuwepo, tumesikiliza. Ni nini tunaweza tukawaambia Watanzania ambao wameshindwa kusikiliza mwenendo wa shauri kwa sababu halikuwa live kama siku zingine ambazo Watanzania walitegemea. Kwanza, upande wa jamhuri umesoma ushahidi wao. Na ushahidi wao wamesoma takriban mashahidi 30. Mashahidi 11 ni mashahidi ambao hawajulikani. Na baada ya kusoma kwa mashahidi hao, Mheshimiwa Tundu Lissu alitoa kauli yake kutokana na ushahidi wake. Na akasisitiza kwamba atajitetea kuhusu nini kwenye hilo shauri. Kwa ameweka wazi mahakamani kwamba yeye atazungumza, atajitetea, lakini pia atatoa maelezo yake kwa kina. Na leo akatoa baadhi ya maelezo yake kuhusu historia yake, alipotoka, na kwamba yeye ni mtu anayeheshimika. Amekuwa mtetezi wa haki za binadamu toka miaka ya 80. Na mara ya kwanza amepigwa kura mwaka 1985. Kwa hiyo amesoma shule akiwa mwanaharakati, ameendeleza hizo harakati zake mpaka alivyokuwa mtu mzima. Kwa hiyo kwa kifupi anasema kwa kauli yake, he is the man of good character. Ni mtu wa heshima, hawezi kuwa mtu mchochezi au hawezi kuwa muhaini dhidi ya taifa lake. Kwa hiyo amesisitiza kwamba no reform, no election ni kauli na sio kosa la jinai, na yeye amesema sio kosa la jinai, na mahakama kuu atasisitiza kwamba sio kosa la jinai. Kwa hiyo hicho ndio kitu ambacho ameeleza. Katika mfumo wa demokrasia ya vyama vingi, upinzani ni nguzo muhimu ya uwajibikaji wa serikali. Hatua kali dhidi ya viongozi wa upinzani bila uwazi wa kutosha yalijenga mazingira ya hofu na kuzima uhuru wa kisiasa.
reforms, no election. Tuseme ukweli, tuseme tu ukweli, ukweli wa Mungu. Hivi Chadema isiposhiriki uchaguzi, Chadema isipokuwa kwenye ballot, kuna watu watapiga kura nchi? Sema tu ukweli. Chadema isipokuwa kwenye uchaguzi, kuna watu watapiga kura nchi? CCM wenyewe wanaomba sisi turudi kwenye uchaguzi, kwa sababu hata kura yao sasa tumeikata. Kwa sababu tusipokuwepo, hata vile virushwa wanavyopeana vya hapa na pale vya kufanya kampeni havipo. Uongo kweli? Wao wenyewe mimi wananipigia na niambia msituraze njaa bana. Nyie msipokuwepo tumeisha. Uongo kweli? Nani hapa atasimama hapa Msoma ashawishi watu Chadema haipo hapa? Uchaguzi unakuwa mzuri kama kuna ushindani. Na wewe Rais Samia umebandika mabango nchi nzima. Wewe mwenyewe umemkamata Lissu, umemweka ndani. Umenunua si baiskeli. Si unaogopa nini kama unajiamini? Weka uwanja hivi. Uongo kweli? Si wamesema wana wanachama milioni 13? Sasa wanaogopa nini? Hata hivyo, hoja pinzani zinasema kuwa hakuna raia aliye juu ya sheria na kwamba serikali ina wajibu wa kuchukua hatua dhidi ya mtu yeyote anayetuhumiwa kuhatarisha usalama wa taifa. Kwa mujibu wa mtazamo huu, kesi ya uhaini haipaswi kuangaliwa kwa hisia za kisiasa bali kwa misingi ya kisheria. Ingawa hoja hii ina uzito, inapingwa kwa msingi kwamba katika demokrasia, kesi nzito dhidi ya wapinzani zinahitaji uwazi wa hali ya juu ili kuepusha tafsiri ya matumizi mabaya ya mamlaka. Atakuwa mwanasiasa wa ajabu sana atakayeacha jukumu lake la msingi la kutafuta uongozi akaenda kupigania mabadiliko kama wale wasiotafuta uongozi. Ninapotafakari jambo hili, ninahisi kwamba watawala wana mkono wao katika mapambano ya sasa yanayoendelea. Wamedhamiria kuua chama kimoja wapo kwa kukipandikizia ushawishi kutoka nje, kukiondolea ajenda ya kutaka madaraka ili kiachane na biashara na harakati za kutafuta madaraka, kibaki huku kinafanya siasa kama the pressure group na kilivike kwamba hiyo ndio kazi muhimu. Yaani kiwaachie wengine wasake, watafute, wapate na watumie madaraka. Nadhani hii ni mbinu ya watawala. Tukio jingine mwaka 2025 ilikuwa ni kuondolewa kwa chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kushiriki katika uchaguzi mkuu wa Oktoba 29, jambo lililosababisha vurugu katika baadhi ya maeneo siku ya uchaguzi nchini humo. Wakosoaji wanaona kuwa kutengwa kwa chama kikuu cha upinzani kulipunguza uhalali wa uchaguzi na kuwanyima wananchi haki ya kuchagua viongozi wanaowataka. Vurugu zilizotokea zinaelezwa kuwa kama ni matokeo ya hasira na kukata tamaa kwa wananchi waliokosa njia halali ya kutoa sauti zao. Wa Moshi, no reform, no election. No reforms, no election. No reforms, no election. Hakuna mabadiliko, hakuna uchaguzi mpaka kieleweke na hauta kuwepo. Uchaguzi haupo. Vema. People's power. Tundu Lissu achiwe huru. Free Tundu Lissu. Kwa upande wa hoja pinzani, wapo wanadai kuwa Chadema iliondolewa kwa sababu za kisheria na kukiuka taratibu za uchaguzi. Hivyo serikali na vyombo husika havikuwa na budi kuchukua hatua. Kwa mtazamo huu, vurugu zilizotokea hazikuhalalishwa na sababu yoyote, kwani sheria ipo na inapaswa kuheshimiwa. Hata hivyo, hoja hii inapingwa kwa kusema kuwa hata kama kulikuwa na makosa ya kisheria, adhabu iliyotolewa ilikuwa kali kupita kiasi na iliathiri mamilioni ya wananchi waliokuwa tayari kushiriki uchaguzi kwa amani. Sasa tunapokuwa na mashtaka na mazingira ya namna hii kwenye nchi ambayo tumeingia kwenye mikataba ya kistaarabu ya kidunia ambayo wenzetu wanatuangalia, ni jambo ambalo linaleta mazingira mabaya na image mbaya ya nchi kwa namna tunavyotazama na watu wengine. Kwa hiyo sio vizuri sana kwa taifa kukimbilia kuwapa watu makesi kama ya ugaidi au kesi kama za uhaini kwa mazingira au watu wanapokuwa wakitekeleza majukumu yao ya kisiasa. Siku zote ninavyosema, kazi ya siasa ifanyiwe kwenye viwanja vya siasa. Tuepuke kuendekeza na kugeuza mahakama kuwa uwanja wa kufanyia
au kuendesha mashtaka kisiasa. Aidha, sintofahamu kati ya Askofu Josephat Gwajima na serikali kuhusu madai ya utekaji, kupotea kwa watu na baadhi ya kukutwa wakiwa wameuawa ilizua mjadala mkubwa mwaka 2025. Ndugu zangu, ninaomba niwaambie ukweli kwamba utekaji si utamaduni wetu wa Kitanzania na ni jambo ambalo halitakiwi kabisa kuwa entertained na mtu yoyote. Nitoe mifano. Kwa mfano, mimi natokea jimbo la Kawe. Kuna huyu bwana anaitwa Bwana Ali Kibao. Watu wakaja pale Tegeta, wakashushwa kwenye gari, watu wanaona, abiria wote wanaona, alafu akashushwa, kesho yake kapatikana amekufa. Nataka nimuulize mtu yoyote, kama baba yako akishushwa mbele yako wewe mwenyewe, alafu kesho yake akapatikana amekufa, utajisikiaje? Kama baba yako mzazi akashushwa kwenye gari alafu kesho yake amekufa, utajisikiaje? Lakini sio huyo tu, nataka kusaiti matukio ambayo pamoja na hao wengine 83, nataka kusaiti matukio ambayo yanagusa sana. Tumeona juzi kule mtu anaitwa Mdude, ambaye na yeye watu wamekuja nyumbani kwake, wamevunja mlango, wamemchukua akiwa hai mbele ya familia yake, wameondoka naye, mpaka leo hakuna mtu anayejua yuko wapi, na hata hatujui naye anayefuata. Sasa unaweza ukanyamaza, kumbe unafuata wewe. Kwa hiyo haya mambo kwa kweli yamezidi kipimo. Mimi nataka niseme, lengo langu la kuongea ni kusema mimi sikubaliani na vitu hivyo 100%. Hivi vinaitwa vya kijinga, havifai kutajwa kwenye jamii ya Tanzania. Wakosoaji wanaamini kuwa serikali ilipaswa kushughulikia madai hayo kwa uchunguzi huru na wawazi badala ya kuyaona kama kauli za kisiasa. Katika jamii yenye uhuru wa kujieleza, viongozi wa dini wana wajibu wa kuisemea jamii inapohisi kutishiwa. Kusifia mtu ili kufunika maovu siko tayari. Siwezi kusifia kwa kufunika maovu yanayofanywa, sitafanya. Tatizo la Tanzania ni kusifia ili kufunika maovu. Unaona kabisa huyu anaonewa, unamwacha. Kwa mfano, umeona kabisa chama fulani kijafuata procedure zake za ndani, hiki kinachukuliwa hatua, hiki hakichukuliwi. Kwa hiyo nataka nimsifie msajili wa vyama kwa hilo? Siwezi kumsifia. Ali Kibao amekamatwa kwenye halaiki mchana. Mimi natoa mfano mpaka siku ya mwisho. Kijana anaitwa sijui nani huyo, Soka. Ameitwa kituo cha polisi, haonekani mpaka leo. Sasa unasema si tunyamaze? Uovu ule lazima tuukemee. Sasa kama kukemea uovu ni kuingilia mambo ya watu, tunawaambia wale wanaoyafanya waache. Hata hivyo, hoja pinzani zinadai kuwa kauli za viongozi wa dini zinaweza kuchochea hofu, taharuki na kuvuruga amani ya taifa endapo hazitathibitishwa. Kwa mtazamo huu, serikali ilikuwa sahihi kuonya dhidi ya kauli zinazoweza kupotosha umma. Pamoja na hilo, hoja hii inapungua nguvu pale ambapo madai mazito hayakujibiwa kwa uwazi wa kutosha, hali iliyoongeza mashaka badala ya kuyapunguza. Everybody will carry his own burden. Kila mtu anachukua furushi lake mwenyewe. Kwa hiyo nataka nimalizie kwa kusema tuombe amani katika nchi yetu. Mwenyezi Mungu aidumishe amani. Tunayekaribia kuondoka, basi Mwenyezi Mungu atupeleke safari yetu kwa amani, sio kuondoka kwenda Uingereza. Jongo anajua, mzee Jongo hapa kishafika umri wa 60 70 kishapita. Maana yake mzee yuko kwenye overtime. Muda wowote tu unaweza kusikia inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Na Jongo usikasirike, kwa sababu huwezi kuingia peponi mpaka kwanza ufe. Kwa hiyo tumuombee mzee safari yetu njema, na sisi tuliobaki wote tutaondoka, wote. Lakini tuondoke tukiwa tumeiacha nchi yetu katika amani na salama. Na hii amani waje wairisi watoto wetu. Hata tukishakuwa makaburini, watumie amani hii kwa kuja makaburini kutuombea dua. Amani ikiharibika,
mtu hawezi kufika makaburini kufanya dua, kumfanyia baba yake, kumfanyia mzee wake, kuwafanyia wazazi wake na ndugu zake. Haya yote tunayafanya kwa sababu amani ipo. Mwisho, miaka hii tuliokuwa nayo sisi, tena muda sema kuangalia, tunaangalia hali halisi na utulivu wa nchi yetu. Muda wote umekwisha ondoka, wasione kwamba tuko kimya, tumenyamaza kimya. Tukifungua booster zetu, Bwana Kitime hatoka hapa. Wassalamu alaykum. Vile vile mwaka 2025 nchini Tanzania, hatua ya kujiuzulu kwa Balozi Humphrey Polepole na kauli zake kuhusu kifo cha rais wa awamu ya 5 hayati John Pombe Magufuli kulizua mjadala mpana. Wakosoaji wanaona tukio kama hilo ilikuwa ishara ya migogoro ya ndani na ukosefu wa uwazi katika uongozi. Kwao kauli hizo zilihitaji majibu ya kina ili kulinda imani ya wananchi kwa taasisi za dola. Na sehemu ya msingi wa ujamaa. Mama kingine chap. Huyu jamaa pia atakudanganyeni ndugu zangu. Anasema mtandao wakati wa uchaguzi baada ya hapo unaisha. Muongo. Mtandao, wanatengeneza mtandao, kila mtu anakuja na watu wake, wanavuruga taratibu za chama, wanatindinganya taratibu za chama, wanaleta vurumai kwenye chama, kisha wanapata ushindi, wanakishika chama masikio, wanakiweka pembeni, alafu wanakaa wao, wanapangana safu. 2005 mtandao uliposhinda, Rais Kikwete, waziri mkuu jamaa yake Lowassa, spika jamaa yao Sita, mzee wa pesa za Chama cha Mapinduzi Rostam Abdulaziz. Wewe ndugu yangu, wewe usifanye hivi. Na ndio imekuwa mchezo wenu, mshinde uchaguzi kwa kuiteka CCM ili mkabagaze rasilimali zetu. Na ndio maana skendo zote mnahusika nyinyi kutoka mwaka 97, 98, 2007, 2008. Skendo zote nyinyi mnahusika. Hata katiba, mchakato wa katiba, nyinyi mnahusika kuvuruga kundi la mtandao ili nini? Msidhibitiwe kikatiba. Mimi nilikuwepo, ninajua. Kwa upande wa hoja pinzani, wapo wanaosema kuwa kuibua upya masuala ya kifo cha rais wa zamani kulihatarisha mshikamano wa taifa na kuibua hisia zisizo za lazima. Kwa mtazamo huu, maslahi ya amani ya taifa yalipaswa kupewa kipaumbele kuliko mjadala wa kihistoria. Hata hivyo, hoja hii inapingwa kwa kusema kuwa amani ya kudumu hujengwa juu ya ukweli na uwazi, sio kuficha maswali muhimu ya wananchi. Watu wasitishwe katika nchi yao. Sasa hivi watu wanaishi kwa hofu, wanyonge, kwa sababu hawana mbavu ya kutembea nyuma yao inawalinda. Watetee watu hawa, Mama Samia. Unajua hata Mwalimu Nyerere alisema Bwanyenye huwa anaogopa akisikia wanyonge wanakutana. Wanyonge wanakutana, wanaongea nini? Mwalimu Nyerere, baba yetu wa kibinadamu wa taifa la Tanzania, anaunga mkono uhalisia na dhana ya kuwatetea wanyonge. Usijitenge tena na hili jambo, usijitenge tena. Nakwambia kwa unyenyekevu na heshima, usijitenge tena. Lipo katika msingi wa kwa nini tunaitwa Tanzania, mapambano ya kuondokana na unyonge. Hatimaye tukio la kushambuliwa na kujeruhiwa kwa Padri Kitima lilizua hofu kuhusu usalama wa viongozi wa dini. Wakosoaji waliona tukio hilo kama dalili ya mazingira yasiyo salama kwa wale wanaothubutu kuzungumzia masuala nyeti. Lakini pia tutawaombea Wakristo wote na Waislamu pia ambao wamepata matatizo kutokana na mambo mbalimbali. Kwa mfano, tutamwombea baba yetu ambaye ni Father Kitima, ambaye alipigwa akaumizwa. Mara ya mwisho mimi niliwasiliana na wasaidizi wake, alikuwa kule Aga Khan, alikuwa anaendelea na matibabu,
tumwombee Mungu ampe kupona ili apone haraka. Kwa mfano mimi sasa hivi naishi kwa hofu sana, lakini yeye hana hofu. Mimi naishi kwa hofu, natafutwa, sijui ni uwawe, sijui kitu gani. Lakini father yeye ana amani kabisa. Namtuma bwana, hebu nenda mjini bwana, unajua mimi niko natafutwa bwana, hebu nenda, sije ngatekwa. Pole sana kijana, ndio maana ulifukuzwa hapa. Tulihisi wewe ni wale wasiojulikana. Sababu alishafika hapa kuniua, lakini baba hakuwa na wasiwasi. Aliendelea na kazi. Kwa sababu tuna namna yetu ya kufanya kazi. Kwa upande wa hoja pinzani, wapo waliodai kwa tukio hilo halipaswi kuhusishwa moja kwa moja na siasa kabla ya uchunguzi kukamilika. Hata hivyo, mazingira ya jumla ya hofu na vurugu mwaka 2025 yalifanya wananchi wengi kuunganisha tukio hilo na hali ya kisiasa wakati huo. Tutamwombea mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi Mama Samia Suluhu Hassan, tutaombea na makamu wa rais, waziri mkuu, tutaombea bunge, tutaombea mahakama zetu, tutaombea viongozi wote hapa. Haki iendelee kutawala. Sisi utekaji hatutaki. Jambo lingine tutaendelea kuombea, tutaombea Watanzania wote waliotekwa ambao hawajapatikana. Tutamwombea Soka, tutamwombea Mdude, tutawaombea Watanzania wote waliotekwa ambao hawajapatikana. Yamkini Mungu ashushe rehema zake pale. Kwa hitimisho, ingawa serikali na wafuasi wake walitoa hoja mbalimbali za kulinda amani, usalama na utawala wa sheria, matokeo ya matukio ya mwaka 2025 yalionyesha kuongezeka kwa hofu, vurugu na kupungua kwa imani ya wananchi katika mifumo ya kidemokrasia. Hoja pinzani zina uzito wake, lakini zinapimwa dhidi ya athari halisi kwa wananchi. Zinashindwa kuthibitisha kuwa hatua zilizochukuliwa ziliimarisha demokrasia. Hebu tutafakari hili swala la Mange Kimambi, huyu anaishi Marekani, huyo msichana. Watawala wanalalamika kwamba Mange Kimambi amewashawishi wa Tanzania wakaingia kwenye maandamano. Swali ni kwamba serikali kwa nini imeshindwa kuwashawishi wa Tanzania wasiingie kwenye maandamano? Nataka wanasiasa mjifunze jambo. Ina maana kuna gap lipo kati ya wanasiasa na wananchi, ambalo hilo gepu ndilo ambalo yule aliyeko nje amelitumia. Yaani lazima wanasiasa mjue kwamba mko mbali mno na wananchi, ndio maana wakatafuta mtu wa kumsikiliza. Naomba mnielewe, wanasiasa fanyeni kazi, musiende kutafuta mtu wa kumlaumu kwenye jambo. Ni lazima muangalie muliangukia wapi au mlijikwaa wapi, tatizo liko wapi. Kwa nini nyinyi muko madarakani hamjasikilizwa? Ni dhambi gani mnawatendea Watanzania? Inawezekana mmekosa uelewa, inawezekana mmekosa ufahamu, mumenogewa na madaraka, lakini mnahitaji kujifunza sana Watanzania wanataka nini. Hivyo basi, mwaka 2025 unabaki kuwa funzo muhimu kwamba amani ya kweli na utulivu wa taifa haviwezi kupatikana bila haki, uwazi na ushiriki wa wananchi wote. Mimi nitasema kwamba psychologically ukiruhusu watu dhaifu wakae kwenye nafasi nyeti, hayo ndio matokeo yake. Okay. Kwa unahisi kuna sehemu kuna watu dhaifu wako nafasi nyeti. Na siku zote watu dhaifu hawahitaji challenge. Maana wanataka kuabudiwa. Umeona? Siku zote watu wasio na uwezo wanataka kuabudiwa. Na wanataka wajipambanue kwa kuonekana. So wajipambanue kwa kukumbukwa. Umeona? Alafu siku zote watu dhaifu wanataka watukuzwe, sio waenziwe. Kutukuzwa maana yake wewe ndio unashinikiza tukuone wewe ni mkuu. Kukuenzi sisi ndio tunaona unachofanya, then tunaamua kukufanya wewe kuwa mkuu. Umeona? Kwa mimi naona kwa kitu ambacho na kistudy na kiona for a long period of time,
kwa miaka kama 10 hivi ya nchini tulionayo. Naona kuna trendi fulani ya watu wengi dhaifu. Sikuwahi kuona before. Okay. Kwa hiyo ikitokea kiongozi ambaye anaruhusu kuchallenjiwa na anapokea ni positive way, manake kiongozi huyo ni imara. Mtu yote imara anakubali maoni ya watu wengine, kwa sababu watu imara wanazungumza kwa hoja. Hata kama hoja yako ni negative, we can talk. Okay. That's why tuna mdomo mmoja na masikio mawili. Kuwa na mdomo mmoja maana yake masikio mawili maana yake tunahitajika kusikia zaidi na kuongea kidogo. Na hasa unapokuwa kiongozi, nadhani unatakiwa kusikiliza zaidi kuliko kuongea. Okay. Nataka niseme hivi, Tanzania ni yetu. Lakini leo nataka nikupe mfano mdogo tu. Unajua kwa nini kuna malalamiko mengi kwenye sekta tofauti tofauti? Hivi sasa hivi kuna mjadala unaendelea sana juu ya tatizo la maji hapa Dar es Salaam. Nadhani nyinyi waandishi mnauona Ukiuchunguza ule mjadala, kuna baadhi ya mahala unaambiwa maji yanakosekana, lakini mtu anakwenda, kiongozi kwenda kufuatilia, anakuta mbona hakuna tatizo la kupelekea maji kukosekana, pengine aliyopo tu anafunga koki maksudi. Hivyo hivyo utakuta kwenye elimu, hivyo hivyo utakuta kwenye afya, hivyo hivyo utakuta kwenye kila sekta wapo watu wanaofunga koki. Sikapata mamlaka kufunga koki na anajua akifunga koki italeta matatizo. Viongozi wetu sio tu wawe makini, watoke kwenye viti na meza, wawe kama alivyokuwa Lowassa, wawe kama alivyokuwa Magufuli, wawe kama alivyokuwa Mwinyi. Wasishindwe kuwasimamia na kuwawajibisha watendaji wa umma ili watende haki kwa wananchi na nchi itulie. Kwa ujumla, mkusanyiko wa matukio haya uliufanya mwaka 2025 kwa kipindi cha misukosuko, majonzi na tafakari nzito kwa taifa la Tanzania, na hivyo kustahili kuandikwa na kukumbukwa kama mwaka uliotikisa nchi kwa namna isiyo ya kawaida.